Yes, leo niko hapa, nimefika hapa katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji, kunaitwa Msongola B, mahali ambapo tulipo leo. Wapo waamini wakiendelea kufanya shughuli mbalimbali za uinjilishaji, yote katika kuhakikisha injili inasonga mbele kwa kila namna. Hii ni Ijue Parokia na mimi ni Mary binti Yuda. Tuwe sote mpaka tamati tuifahamu vema parokia hii. Kujua parokia ya Msongola B, parokia ilianza kama kigango mwaka 1976. Ni kitambo kidogo, ikiwa Msongola Magengeni. Tumeenda hivyo kusanya waumini, manake kipindi hicho waumini wengi walikuwa mashambani, wana mashamba madogo madogo, na watu wengine wa kuhamia. Basi kadri ya Ukristo ulivyokuwa unazidi, ikaenda mpaka miaka 80, ikasogea Kitonga. Iliposogea Kitonga ikaenda mpaka kwenye miaka ya 2010. Tukaanza kupata waumini wengi tu wa kutosha kulingana na historia iliyopo kwa waliokuwepo mwanzo. Imeenda mpaka kigango hadi 2017-18, wakaanza kujenga nyumba ya mababa. Hiyo tunaiona hapo, ambayo ilichukua muda kama miaka 3 mpaka kufikia 2019 ikawa parokia teule. Ambao mkiwa chini ya Msongola A. Msongola A. Msongola A na zote zinasimamiwa na Pugu Chanika, tawi la Chanika. Chanika ndio ilianza kuwa parokia. Sasa baada ya kuona hivyo ikigawanyika Msongola A na Msongola B, ikazaa kuwa na mtoto Msongola B. Wakati huo kiongozi wa kigango akawa anaitwa Salvatori Mwandu, akawa mwenyekiti, ambaye imeenda nayo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 7 2019, parokia teule, ambaye ilichukua miaka 2 kwa parokia. Tarehe 7 tena mwezi wa 7 2021 ikawa parokia kamili. Na 21 tarehe 7 mwezi wa 7. Na mwenyekiti miaka 5-6 hivi, inaendelea kukua kadri na waamini wanavyoongezeka. Mwenyekiti akiwa Anastasia Kipanda. Kaenda hivyo mpaka miaka 3, ukaja uchaguzi mwingine akawa mwenyekiti Miambo, ambaye nimempokea mpaka sasa. Ndio. Ndio historia hiyo. Tufahamu idadi ya waamini hapa parokia. Idadi ya waamini ni kweli inakuwa kwa kasi na watu wengi wanahamia, mpaka sasa hivi tunafikia 1000 mpaka 1500. 1500, na kuna misa 3. Misa ya kwanza ya watu wazima ambao ndio wengi, kati ya 300 mpaka 400, misa ya kwanza. Misa ya pili 200, na misa ya 3 ya watoto. Kama mlivyoona madarasa yao ni mengi, wakiamua kujazana kweli ni 400 wanafika kwa misa yao 400. Changamoto kubwa ni mapato na idadi ya watu. Kama nilivyoeleza mwanzo, baadhi yao walikuwa ni wakulima wadogo wadogo wako mashambani. Sasa baada ya kukua na kuendelea, wengi wahamiaji wanakuja, waumini wakaanza kujitokeza kupatikana kuwepo. Kwa hiyo kubwa lilikuwa hizo changamoto hizo 2. Madhehebu mengine tunashirikiana nayo vizuri tu. Kuna Pentekoste, nadhani kwa getini hapo, nyumba hiyo unayoona hiyo ni kanisa la wenzetu Pentekoste hiyo. Na mjini huko Kitonga mlikopita ipo KKT. Tunashirikiana sana, mpaka hata wakati mwingine waliwahi kutuchangia tulivyoanza kuanza jengo la kanisa. Kwa shirikiano wao ni mzuri, na siku ya Pentekoste watu changanyakana nao. Leo tuko kwao, siku nyingine wanakuja kutokana na eneo. Nafanya misa ya pamoja. Kweli mafanikio ni kama unavyoona, nadhani unaona nyumba ya mababa. Ni mafanikio. Ni changamoto kubwa ambayo mara nyingi ikitokea kwamba bwana tumeomba parokia teule, lazima muone nyumba ya mababa kwa ajili ya kuhifadhi mababa, kuwa karibu na kuendesha misa. Kwa mafanikio makubwa ni hilo, na waumini wameongezeka. Wameongezeka.
Naona mpo katika ujenzi wa kanisa kubwa. Naam. Ili lililopo kwa sasa lina uwezo wa kuchukua waamini wangapi kwa mara moja? Ili la sasa? Aha. Hilo kama tumeamua kujaa tu wote 360, 400. Na ili kubwa ambalo tunalitarajia. Yes. Nimekadiria watu 1500 kwa makadirio, lakini ni zaidi kwa wakati mmoja. Hongereni sana. Nashukuru. Mpaka sasa parokia na miradi mitatu. Mradi wa kwanza ndio kanisa, mradi wa pili ni gorota, mradi wa tatu ufugaji wa nguruwe. Banda lile pale. Banda la? Nguruwe. Wapo sasa hivi? Sasa hivi hawajaja. Lakini kwa siku za mbioni hizi tutaanza tunaanza maandalizi. Tutakuwa tunaleta wakubwa wa kuchinja kulingana na mahitaji ya watu hata kwenye sikukuu ambapo tunaweza kuchinja ukaisha. Na wengine tunafuga. Banda ni kubwa tu. Okay. Na vipi miradi hiyo inawahusisha waamini moja kwa moja? Naam, tunahusisha waamini kwa sababu hii michango inatoka kwao. Tunashirikishana nao, tunaongea, tunakubaliana. Kiasi kinachopatikana tunawatangazia. Kitafanya nini na nini, tunakubaliana. Mimi wito ni kuwaomba waumini na waamini wote kwamba sasa hivi tunajenga kanisa kubwa. Mungu akitujalia litakamilika, tunawakaribisha wasogee, wasali na watusaidie kwa majitoleo. Maanake waisani sasa hivi ni sisi wenyewe. Watusaidie kwa majitoleo. Nafasi ya UWAKA hapa parokiani kama kauli mbiu yetu, slogan inavyosema nguzo imara hekalu la Bwana. Naweza nikasema kwamba kwa namna moja ama nyingine nafasi ya UWAKA hapa parokiani ni kubwa sana, na ninashukuru kwa ziara yenu kwa sababu mmekuja kipindi kizuri ambacho sasa hivi tuna jukumu la ujenzi wa kanisa letu. Na kwa kifupi, kama mlivyoona, baada kama mmetembelea jengo la kanisa, kabla hazijaanza kupita kuta za kawaida za matofali, nadhani mmejionea kuna nguzo, na katika mambo ambayo tulijaribu kuyafanya kama UWAKA, zile nguzo pia ziliweza kusimamiwa na UWAKA katika maana kupeana majukumu kwamba angalau kila nguzo wana UWAKA waweze kujitolea kwa ajili ya kulisimamisha kanisa. Maneno kwa vitendo. Kabisa. Ndio. Kwa hiyo zile nguzo zote zimesimamiwa na UWAKA, ni nguvu ya wanaume? Yaani sio zote, lakini asilimia kubwa nyingi zimesimamiwa na wanaume wa UWAKA. Okay. Yeah. Hongereni sana. Asante sana. Mwenendo wa UWAKA hapa parokiani kwa wastani nadhani naweza kusema ni mzuri, kwa sababu hapa tunavyoongelea, ndugu mtangazaji, kuna nafasi mbili, kuna nafasi ya kiroho na nafasi ya kimwili. Na nikitaka kutoa uzoefu tu labda katika ngazi ya jumuiya ninakotoka mimi ninakosali, na katika ngazi ya kanda ambako ninakosali, kwa sababu katika ngazi ya jumuiya Mtakatifu Aloisi Gonzaga mimi ni mwenyekiti pia wa jumuiya, alafu pia katika kanda mimi pia ni mwenyekiti wa Mtakatifu Padre Pio. Ukitaka kufuatilia kwa karibu kule, wanaume wengi mahudhurio kidogo kiroho kidogo yanakuwa ni magumu, lakini majitoleo katika maana wakitaka kuomba michango wanatoa, lakini kuja kanisani kusema kweli mahudhurio yako si mazuri sana. Ni kweli kazi ni nyingi kwenu kina baba, ama ni kasumba tu ambayo umejiwekea kwamba ataenda mama ataniwakilisha? Ili kusema kweli, ndugu mtangazaji, katika kufuatilia kwangu mimi pia nimeliona si swala tu la kazi nyingi, lakini kuna ile hali pia ambayo nadhani sio imezoeleka kwamba kwa mama anaenda basi baba anaangoja mimi nikahangaike na majukumu mengine. Kwa hiyo hilo nimeliona pia. Mna mkakati gani sasa kuhakikisha mnaliondoa mama? Na mkakati tena, hilo swali umeniuliza swali zuri sana, kwa sababu unazungumza na mimi wakati sasa na miezi miwili toka nimeingia kwenye uongozi huu mpya. Kwa hiyo asante sana. Tulichokifanya ni kuunda kamati kuhakikisha kwamba zinaenda kwenye ngazi za kanda kwanza. Tunataka tuanze hilo zoezi. Nadhani baada ya wiki moja mbili zijazo nadhani tutaanza. Kamati zishaundwa tayari. Tutaenda kuanzia kwenye level za kanda, kuzitembelea kanda. Na lengo hasa ni kwa ajili ya kushughulika na wanaume wa Katoliki tu. Kwa hiyo maana sasa hivi katika mpango wetu kazi na maana tulionao kwa mwaka huu ni kutembelea kanda zote. Na baada kutoka kwenye level ya kanda maana tutaenda kwenye ngazi ya jumuiya zote. Namna kutengeneza nguzo kuwa imara, kusema kweli la msingi sana ambalo mimi nimeliona kama nilivyokuwa nimeongea mara ya kwanza, pamoja kwamba nguzo inatakiwa kuwa imara katika maana watu unawaambia tunataka mifuko ya simenti, wanaleta mifuko ya simenti. Nguzo katika maana moja ama nyingine, katika maana muonekano wa jengo unaonekana. Lakini sasa swali nadhani limekaa kiroho sana. Sasa ili kutengeneza nguzo kuwa imara, na ndio ambacho tumekiona cha msingi sana ni kwenda kutoa katekesi kwenye level za ngazi ya kanda na kwenye level ya ngazi za jumuiya, ili angalau watu wajue UWAKA ni kitu gani. Na kwa nini tunasema UWAKA ni nguzo imara ya hekalu la Bwana?
walielewe hii slogan, waelewe hii kauli mbinu, na kitu ambacho tumeona kidogo kama ni tatizo pia. Kanisa lifanye nini ili kina baba liwasaidie muweze kushiriki jumuiya na wengine? Mimi nadhani ukitaka kuangalia kwa namna moja ama nyingine, hata matamko mbalimbali yanayotokea katika ngazi za dekania, katika ngazi za parokia, katika ngazi za kutoka kwa baba askofu jimboni, hata kutoka baraza la maaskofu, nadhani hata pia katika kanisa kwa ulimwengu kwa ujumla, matamko mengi yametolewa na miongozo mingi imetolewa. Mimi nadhani naweza nikasema kwa kifupi, nadhani tunatakiwa kupambana na shetani. Shetani nadhani mipango mizuri ya kanisa Katoliki nadhani anaiona. Sasa nadhani anataka kuikwamisha kwa njia ambazo anazijua, lakini miongozo yote kusema kweli tumepewa na kanisa, mama kanisa kwa ngazi za kihierarkia. Changamoto mimi kubwa ambayo mimi naiona kusema kweli, ndugu mtangazaji, ni mahudhurio kuto kuhudhuria wanauwaka katika jumuiya. Yaani changamoto kubwa mimi naiona ndio hiyo. Ukiwaomba pesa wanatoa, lakini kuja kwenye jumuiya, unakuta jumuiya, kwa mfano mimi jumuiya ninayosali tuna karibu kina baba karibu 10. Lakini wanaosali kina baba 3, 4, 7 wake zao wanakuja. Sasa sijui kwa sababu labda kama tulivyoongea mara ya kwanza, labda anasema kwa sababu mama anaenda kusali basi mimi nisiende. Kazi zinakuwa nyingi. Kwa hiyo kwa namna moja na nyingine kusema kweli changamoto kubwa iliyopo ni mahudhurio, na hilo sio kwamba naliongelea mimi, lakini pia hata nikiangalia kwenye homilia nyingi hata za baba askofu msaidizi pia wameziongelea sana kuhusiana na swala hilo. Changamoto ya malezi kweli ipo, na kwa sababu ipo bahati nzuri pia nilisema mara kwanza kwamba umekuja kipindi kizuri kwenye parokia yetu. Kwa mfano sisi hapa parokiani tulikuwa hatuna kwaya ya vijana kabisa, na ndio nadhani tunatarajia kuizindua hivi karibuni. Kwa hiyo katika miongoni mwa vitu ambavyo tulikuwa tunaviona pia changamoto za vijana tulionao katika parokia na nini ni vijana kujiungiza kwenye vyama vya kitume na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kushirikiana na vyama vingine vya kitume, kwa kushirikiana na halmashauri ya parokia, sasa hivi tumeshirikiana pia na wazazi kutoka kwenye ngazi za jumuiya, kwenye ngazi za kanda pia. Kwa hiyo sasa hivi tumekamata vijana wetu kwenye parokia yetu, mabinti na vijana wa kiume. Sasa hivi tunashukuru Mungu kwa sasa hivi tuna kwaya ya parokia ya vijana. Mimi wito wangu wanaume kwa Msongola B nilionao ni mmoja. Yaani kikubwa tunatakiwa tujue tu kwamba shetani yuko kazini. Na kama shetani yuko kazini, nadhani anajua mipango yote ya Mwenyezi Mungu, namna ya kutuumba sisi wanadamu kuwepo ulimwenguni. Na hasa kitendo cha sisi wanadamu kuumbwa sisi kama akina baba, nadhani tutakiwa tuwajibike kama vile malengo ya Mwenyezi Mungu yalivyokuwa yanatakiwa. Kwa hiyo cha msingi nadhani tujue kwamba shetani yuko kazini na anafanya kazi, na tujiandae namna gani ya kupambana. Kwa hiyo haya mapungufu yote ambayo tunayafanya sio mipango ya Mwenyezi Mungu. Tujue namna gani ya kupambana na shetani. Na mtazamaji, leo ni siku njema kama nilivyokuambia ambayo Bwana ameifanya, na ninakutana sasa na mtu ambaye mara zote nimezoea kumwona kwenye kioo kama wanavyotazama sisi wengine, na yeye ni vivyo hivyo. Yeye ni msanii wa sanaa ya uigizaji, amekuwa akitufikishia ujumbe kupitia sanaa hiyo, lakini kumbe kwa upande mwingine hajamsahau Mungu wake. Bwana anamtumikia Bwana katika WAWATA, wanawake wa Katoliki Tanzania. Nimekutana naye ndani ya parokia ya Msongola. Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika kwa upendo wa Kristo. Asante sana, na mimi pia nimefurahi sana kukutana na nyinyi kila wakati. Asante sana, na tunawakaribisha sana katika parokia yetu hii nzuri ya Msongola B ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Tunasema karibuni sana. Asante sana. Kabla tujakufahamu, hebu niambie kwanza, unapokutana na kina mama hapa waigizi? Ninapokutana na kina mama kunapokuwa kuna swala la muhimu sana, siwi kama yule niliyekuwa kule. Hapa ni tutumikie na kuwajibika. Lakini kuna wakati huwa tukiwa kwenye vikao vyetu, kuna wakati nikiona wamama wamenani kidogo, na wapa vichekesho vyangu na wachangamsha kidogo, mambo yanaenda. Asante sana. Unawezaje sasa kutumika? Unapataje muda? Niko location, natakiwa kwenda kuigiza, kanisa linanihitaji, nina kikao, unajigawaje? Swali lako ni zuri sana. Nimekutana sana na maswali hayo, lakini napenda tu niwatie moyo kwamba Mungu kwanza, mengine yote ni ya ziada. Kwa sababu nikijitafakari sana, hata hiki kipaji nilichokuwa nacho kanipa Mungu. Kwa hivyo huwa napanga muda wangu, na ninashukuru sana
mabosi wangu huko wafanya nao kazi, madirekta wangu wananielewa vizuri sana. Yani mmoja wapo ni Lamata, ananielewa vizuri mno. Nikimwambia leo nina majukumu kanisani, mama nenda kafanye, tuombee na sisi. Amina. Hongera sana. Tukufahamu sasa jina lako lenyewe lile la ubatizo. Mimi ninaitwa Margaret Joseph Bundala. Hilo ndio jina langu la ubatizo nilopewa na wazazi, lakini nikabatizwa nalo pia. Na la uigizaji vile tunakuita nani kule? Kwa uigizaji kwa kweli nina majina mengi, lakini acha nizungumzie hili ambalo sasa hivi lipo. Ninaitwa Mama Eva Jua Kali, ambalo sasa ndo ninatumia sana. Kipita tu Mama Eva. Yes. Lakini wakiita Mama Eva naambia mimi Mkatoliki. Hongera sana. Asante sana. Unawakilisha vyema wanawake wa Katoliki. Namshukuru Mungu pia. Jambo kubwa ninaloliona linatutofautisha sisi WAWATA wa Msongola B na WAWATA wengine, kikubwa sana ni upendo na kutekeleza majukumu yetu ya kiparokia kwa nguvu moja, kwa upendo. Hilo tu peke yake ndio linatufanya sisi tuwe watofauti. Na hata ukituona tumekwenda sehemu wanajua kabisa hawa ni Msongola B wameingia. Majukumu yetu WAWATA Msongola, jukumu letu kubwa kwa parokia hapa, cha kwanza ni kulea wale watoto wa Utoto Mtakatifu, lakini pia na kuihudumia nyumba ya mababa. Lakini pia tuna majukumu mengine mbalimbali ambayo yanafanyika kidekania, kijimbo na kiparokia kwa ujumla. Ndio majukumu yetu makubwa. Mnawasaidia vipi vijana kwenye swala zima la maadili? Swala zima la maadili, sisi kama WAWATA ni wamama walezi wa watoto na vijana pia. Lakini tunashukuru sana kwa jumuiya, viongozi wa WAWATA jumuiya hawako mbali sana na malezi, wakisaidiana na kanda, lakini pia na WAWATA parokia. Na ndio maana unaona hata vijana wetu asilimia kubwa unaona kuna kiwanja cha mpira kama hivyo, wanacheza mpira, wana bustani yao pale kama mlivyoona, wanalima. Kwa hiyo inawafanya muda mwingi wakiwa hawako, yani wako nyumbani, hawako mashuleni, wanashinda hapa parokiani. Inawapunguzia zile harakati za kushinda mtaani, kuvuta mabangi. Kwa hilo tunamshukuru sana Mungu sana. Tuna mradi ambao ni wa majoho ya watoto wakipata komunio kipaimara, tunayakodisha. Lakini tuna matarajio kwa mwaka huu, Mungu tunamuomba sana tusimamie, tuna mpango wa kufungua duka kubwa. Nikisema duka kubwa ni kubwa. Ambalo litauza vitenge vya WAWATA, vya UWAKA, vitenge vyote vinavyohusu Kanisa Katoliki, lakini pia tutakuwa na vinywaji, soda, kama kitimoto pia. Yani vyote vitakuwepo. Sakramenti mbalimbali zitakuwepo pia. Na vipi, mna mpango wote wa kuinuana kiuchumi mwanamke mmoja mmoja Msongola? Ndiyo, kwa sababu ndio maana tunataka kuanzisha hili duka, lakini baadaye kwa mwaka huu kuna semina ambazo tunataka kuziandaa kwa ajili ya kuja kwanza wapate elimu kwanza ile ya ujasiriamali. Baada ya hapo sasa tutaanza sasa kufuatilia jumuiya kwa jumuiya ili kusaidiana wenyewe kwa wenyewe, ili kusudi hata tukiitishwa michango. Mnaona kama hivyo parokia yetu tunajenga. Kwa hiyo tuna kauli mbiu yetu ya wamama, tunasema tofari kichwani, safari madhabahuni, tukatambe na ujenzi. Rudia tena hiyo. Yani tuna kauli mbiu yetu inasema hivi, tofari kichwani, safari madhabahuni, tukatambe na ujenzi. Asante sana. Changamoto hazikosekani. Changamoto kubwa naweza nikasema ni za kifamilia, hasa hususan labda wamama ambao tupo kwenye ndoa. Unaweza kukuta mama na changamoto, kwa hiyo hata unapomwambia michango ile unakutana na changamoto zake. Changamoto ziko nyingi, tunakwama kwenye michango kidogo, lakini tunaendelea kutiana moto kwamba tuwe na moto ule ule, tuendelee kuwa hivyo hivyo, tuendelee kuwa wavumilivu hivyo hivyo, kwa sababu tumejitoa kwa ajili ya kutumikia. Hivyo tujitumikie bila kuchoka kabisa. Mafanikio ndo kama hayo tunayaandaa. Yapo yanakuja, yako vizuri, yako lele, yako moto. Kwa hiyo mafanikio, yani ukirudi kwa awamu nyingine
utaona jinsi kanisa linavyoenda kasi kwa ujenzi. Hongereni sana wanawake wa Msongola. Sana, tunakushukuru sana. Una neno gani la kuambia wanawake wa Msongola? Tuendelee kuwa na upendo huo, tuendelee kulea watoto wetu katika maadili yanayompendeza Mungu, lakini pia tusisahau majukumu yetu nyumbani, tuwatunze pia wababa, maana baba ni kichwa, mama ni kiwili. Ili kikienda pembeni kichwa kinakatika, hakuna kinachoendelea. Kwa hivyo niwatie tu shime kwamba tuendelee kupambana hivyo, tuendelee kuchukua majukumu yetu kama WAWATA, ili kusudi tukawe chachu na chumvi ya kushawishi wengine. Maana huku kwetu huku Msongola B wengi wanahamia. Kwa hivyo pia najua maendeleo yatakuja kwa kasi sana, kwa sababu wanatoka parokia ambazo tayari zimeshajikupata. Kwa hiyo wakija wakituletea ushauri tunachukua, tunaendelea kuutumia. Okay. Unawaona wapi wanawake wa Msongola kwa miaka 5? Nawaona mbali sana. Yaani ninawaona mbali na ninaona utofauti utakaokuwa. Faida ni nyingi, ila nitaomba nitaje baadhi, kwa sababu anapokuwa kijana kwamba mimi ni anapojiunga na vilabu. Faida ya kwanza anapata ule umoja ambao huwezi kujua kwa alipotoka kama alikuwa anaupata aura. Yeye anapata umoja wa vijana wenzake. Pia tunapeana fursa. Unasikia labda mtu ana kazi yake. Bwana jamani, kuna fursa 1 2 3 ambayo ipo tayari umo kwenye vijana. Kwa sababu mtu anapotafuta fursa anatafuta ambako kuna kundi linaloonekana. Ukiweza kuambia kama anatafuta mfanyakazi afu unaenda kumtolea mtaani ambaye hajui tabia zake, lakini akishamuona kwenye viwao pale anajua kwamba huyu kidogo atanifaa sehemu moja ama nyingine. Pia tunaajiriwa hapa parokiani, pia ajira zinapatikana, ikiwemo mimi miongoni mwao. Ni mwajiriwa hapa nikiwa nafanya kazi hapa. Ni kutokana wapi? Walinijua kwenye viwao. Nikiwa kijana najituma na pambana, wakaona kweli wewe unafaa kufanyia kazi tena kikanisa. Kwa hiyo mimi pia hapa ni mfanyakazi wa hapa kanisani, ikiwepo na kijana mwingine ambaye ni mwekazi na wangu. Faida ya mwisho ni nje ya parokia. Pale tunapeana fursa, kuna tunaajiriwa hapa wenyewe, lakini kuna nje ya parokia. Bwana, nataka kijana kunifanyia kazi, mtu amefungua labda branch yake huko nje, atakuja kwenye vijana kwanza. Nataka mtu fulani nampata, ndio ni tabia hii 1 2 3 tunafanya hivi. Majukumu tulionayo ni kulitangaza kwanza neno la Mungu, kujitoa na kujituma, na jukumu kubwa ni kuwa wamoja katika utume. Na jukumu kubwa ni ujue kijana ni nguvu ya kanisa. Usipojiandaa mapema kuanzia chini, huwezi kutengeneza uwaka au WAWATA aliyo imara, kwa sababu umemnyima nguvu huku chini. Kwa hiyo jukumu kubwa sisi ni kulitokeza kanisa na kulitumikia. Vijana sana sio sana, ila kwa sababu kama unavyo tuna uwanja wa mpira, ikitokea mashindano, bonanza hivyo, tunahitaji mechi za kirafiki. Hapo sasa tukihitaji mechi ya kirafiki atuangalie dhehebu. Tunataka tuangalie utimamu wetu wa mwili na wale, lakini kwenye masuala mengine ya kikanisa kiroho, niseme uongo, bado hatujashirikiana nao sana, lakini kwenye masuala ya michezo ndio navuta hisia ya watu wengi, tutashirikiana nao sana. Ndio. Kuna hili swala la baadhi ya wazazi kutokuwa na imani na viwawa. Msongola lipo tena sana. Lipo kwa sababu mwingine anajua nikimruhusu kijana wangu anaenda kuharibikiwa, nikiruhusu kijana wangu sio na 1 2 3. Na kuna baadhi wengine vijana wanaoitwa kuimba. Kwa mfano kama nilivyokuambia kwamba vijana labda unakuta mtu anaoitwa kuimba au kufanya kazi, lakini mzazi anamzuia usifanye kitu fulani. Baadhi tulikuwa tukiongea na paroko, baba yetu mlezi Father Maxwell, bwana, kuna changamoto ya mzazi mmoja anamzuia mwanae asifanye labda 1 2 3. Tunakuomba baba, ongea naye mzazi, angalau amruhusu afanye utume. Kweli baadhi wengine wazazi wamekuwa waelewa, wamewaruhusu, lakini bado wengine ni kazi kubwa. Kwa sababu kiasi tunapiga parapanda kanisani, mtu anapiga kila siku, tunajaribu kuwashawishi, lakini mwitikio ni mdogo sana. Kwa sababu vijana wengi, lakini mwitikio bado ni mdogo.
Mkakati uliopanga kwanza, tumeanzia kwenye majumuiya kwamba kila matukio yanayofanyika hapa parokiani, nje ya parokia na ndani ya jimbo, kila jumuiya kanda itupe wawakilishi wawili au mmoja. Hasa kila jumuiya itupe mwakilishi mmoja, kwamba tunajua wale vijana wanatoka ndani ya mafamilia haya. Tunaposema mwakilishi, yule anachokwenda kukipata kule, kwa sababu kama ni semina, kongamano, mafundisho mbalimbali, anaenda kuwaelezea vijana wenzake kilichotokea kule, kilichopatikana kule, ili tutengeneze mwamko katika majumuiya. Na sasa hivi tunamshukuru Mungu, mwamko unazidi kuamka kwa kadri watu wanakuwa, vijana wanazidi kuongezeka tofauti na hivyo kwa awali. Mafanikio yapo. Kwanza ni kuwavuta vijana. Mafanikio yaliyopo kwamba tutumia nguvu sana kuwashawishi vijana waje kwenye utume. Ndio kwanza, kwa sababu ilikuwa ni changamoto kumwambia kijana njoo ufanye usafi kanisani umpate. Anasubiri matukio makubwa ya mtoko. Ila kwa sasa ambao nasema vijana nilionao ambao kiwaita wanaonekana ni vijana 40 au ni wachika, kwamba nikisema jamani kuna jambo letu watafika, tutafanya kazi kwa umoja pia hivyo. Mafanikio mengine ni kuwatembelea wahitaji. Hiyo tulikuwa tukifanya kila mwaka kama vijana Msongora, ila mwaka huu tumefanya kwa ukubwa zaidi, kwa sababu ni kama nilivyokuambia kwamba tumeweka umoja na muunganiko. Tumefanya kwa ukubwa zaidi, tumetembelea kwenye majumuiya kuangalia wahitaji, tukaangalia wagonjwa, walezi wetu pia ambao wana changamoto kama hiyo. Mafanikio mengine ni kilimo kama unakiona pale. Na naona unajua umetoka mjini. Utaondoka na mboga kidogo angalau ya kupoza nini, kwamba vije temeshamaliza kuchuma utapata boga la majani. Boga la maboga, kuna majani maboga na majani maboga tu ndio yamebaki, kwa sababu tumechuma juzi. Ungewahi kidogo na sio ungefaidi. Hata hayo mazuri. Mazuri sana, tena mazuri. Hayana dawa. Kwa hiyo ni faida kubwa kwamba tumewezesha kilimo, na kilimo kinawasaidia vijana kwenye matukio mbalimbali. Mfano tumetokea mikutano kama hii ya vijana kila baada ya miezi mitatu. Hatuwachangishi hela, tutachukua hela hii ambayo umetumikia kwa nguvu yao, angalau tunalipa fadhila watu wale wasomee mapato, wajadili wanachokitaka. Ndio. Kwa hiyo pale kwenye kulima huwa mnapeana zamu, ama mkiamua leo tunaenda shambani sasa wote kwa pamoja? Ukipeana zamu itatokea uzuru nyingi na utachelewa kufanya unachokihitaji. Sisi tunachokifanya sana ni kuazimia, Bwana leo tunalima, ni kulima. Hauwezi kulima tuambie, lakini tunaazimia, na tukifika hapa wewe shika tutairi ili tunalima, tunapanda, tunaondoka. Mafanikio mengine kama ilivyo kwamba ili vijana waendelee kumtumikia Mungu, wao na mkusanyiko mmoja ambayo ni kwaya. Kwaya inavuta sana watu. Kuna vijana wengine tupo kariba mbalimbali. Kwa mtu anayependa starehe, mwingine anapenda semina, mwingine anapenda makongamano, mwingine anapenda uimbaji. Kwa mfano mimi ukiniuliza mimi napenda nini? Ndio mimi napenda uimbaji. Yaani mimi kama sijaimba sijara. Sauti ngapi unaimba? Sauti ya 4. Kwa hiyo tumepambana, tumepata kwaya ambayo inaitwa kwaya mtakatifu, kwaya Bikira Maria mama wa Fatima. Imezinduliwa Jumapili iliyopita, ila mara kwanza kuonekana mbele ya macho ya watu ilianza siku ya matawi. Ilikuwa ni changamoto kubwa kuinani, lakini ilivyosimama tunamshukuru Mungu, Jumapili ikatangazwa rasmi kwanza ratiba za kuhudumu kanisani. Wito nilionao vijana watumikia kanisa. Unajua ukitumikia kanisa kwanza wewe mwenyewe unakuwa na amani. Yaani kuliko kupoteza muda unaenda tu kupiga umbea huko nje, kufanya vitu ambavyo havieleweki, mwisho wa siku utakuja kubebwa. Unaweza kuwa ni mwema, lakini sasa unayekaa naye pembeni ni nani? Mimi labda sifanye chochote, sio mhalifu, sio mvuta bangi, lakini nimekutana na kijana mwingine ambaye ni mhalifu. Ikitokea changamoto kuja kukamatwa, sote tunabebwa, haijalishi mimi nimevuta sijavuta, kama nimevuta bangi, kama wamebaka mtu hajabaka, nimebaka sijabaka, nitabeba kwa sababu nilikuwa kwenye kundi moja. Lakini tunapokuja hapa vijana kwa ajili ya kutumikia kanisa, ni faida kubwa ambayo kila kijana anaipata, kwa sababu anaonekana ni nani, ana talanta gani. Hivyo wito wangu vijana wengi waje hapa kwa ajili ya kutumikia kanisa Msongora B.
Na mtazamaji wa Ijue Parokia, nipo katika parokia ya Msongola B, parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji, na mara hii napata nafasi ya kuzungumza na paroko msaidizi wa parokia hii kuhusiana na masuala mbalimbali ya parokia, lakini pia tutakwenda kuifahamu safari yake ya kitume. Karibu tuwe sote. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana katika Ijue Parokia. Asante sana, nashukuru. Haya, tukufahamu jina lako. Kwa majina naitwa Padre Maxwell Chali, ni mwanashirika wa St. Martin na ni paroko msaidizi wa parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Msongola B. Kwa kweli maendeleo ya kiroho katika parokia yetu ya Yohane Mbatizaji Msongola B yanaendelea vizuri kwa namna mbalimbali. Kwanza kabisa tuna vitu ambavyo vinatusaidia katika maendeleo ya kiroho. Kwanza tuna ratiba ya parokia, na hii ratiba ya parokia ndio inatusaidia kuwasaidia waumini kuwafikia kwa njia ya kuwakuza katika imani ya Kanisa Katoliki. Na cha kwanza kabisa katika siku tunaanza na misa takatifu ambayo inafanyika saa 12 asubuhi katika ndani ya wiki. Na pia katika Jumamosi huwa mara nyingi tunakuwa na kutembelea jumuiya ndogo kuwafikia, kusikiliza changamoto ambazo wanazozipitia huko majumuiani, na pia kama kuna kusherekea somo wa kanda au jumuiya zinafanyika katika siku mbalimbali, na haswa Jumamosi tunawafikia bila shida. Na pia Jumapili katika ratiba ya parokia tuna misa 3 ambazo zenyewe ni maendeleo ya kiroho ya parokia, ambapo misa ya kwanza inaanza kabisa saa 12:30 kifuatiwa na misa ya pili ambayo inaanza saa 3 kamili. Alafu baadaye tunamaliza na misa ya watoto ambayo inaanza saa 5 kamili. Na vile vile katika mambo ya sakramenti, kwa kweli waumini wa parokia yetu wana mwitikio mzuri sana kwenye mambo ya sakramenti, ambapo tunapata watoto wengi wa kubatiza sana sana ikiwa ni kipindi cha Pasaka na kipindi cha Krismasi, tunawabatiza watoto wengi. Lakini pia ikitokea kwamba kwenye jumuiya kuna uhitaji wa hii sakramenti ya ubatizo, pia tunawafikia kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunawasaidia katika namna hiyo kwenye masuala ya kiroho. Na pia tuna watoto wengi ambao wanafanya mafundisho ya komunyo ya kwanza, ambao kila Jumamosi wanakuja hapa kanisani na wanafundishwa na makatikista wetu. Na vile vile sakramenti ya kipaimara pia tunafanikiwa kwa kuwa na watoto wengi ambao wanakuja kufanya mafundisho ya kipaimara na wenyewe wanafanya siku ya Jumamosi. Na pia kwa namna nyingine tuna hii sakramenti ya ndoa ambayo na wenyewe Wakristo baada ya kuwatembelea kwenye majumuiya kuwaelimisha maana ya ndoa takatifu ni nini, wengi wameelimika na wameitikia ule wito ambao tunaomba kufunga ndoa, kubariki ndoa. Na hizi ndoa zinafanyika ndani ya mwaka mzima, tunakuwa na ndoa tofauti kulingana na maandalizi ya wale ambao wana uhitaji. Na pia kuhusu sakramenti ya mpako wa wagonjwa au kutembelea wagonjwa, pia tuna ratiba kila wiki Ijumaa tunakuwa na ziara ya kuwatembelea wagonjwa, kuwafikishia ile sakramenti ya Ekaristi Takatifu pamoja na wale wazee ambao hawawezi kufika parokiani. Na ukiwa na uhitaji wa mpako wa wagonjwa, na wenyewe tunawatembelea.
Kwa hiyo kwa namna nyingine ndo hivyo ambavyo tunajaribu kuwafikia waumini, kuwakuza katika mambo ya kiroho ikiwemo na sakramenti mbalimbali. Kwa hapa parokia ya Yohana Mbatizaji Msongola B, vyama vya kitume vipo 10 na katika mwitikio uko vizuri sana kwa sababu wenyewe wanaamua kujiunga katika hivi vyama vya kitume. Kwa hiyo tukiwaomba chochote au tukiandaa semina mbalimbali, kwa kweli wana mwitikio mzuri, na pia majitoleo yao katika parokia unaweza ukaona kwamba mwitikio uko vizuri sana. Okay. Kulingana na parokia, kuwaimarisha vijana baada ya sakramenti, kwanza kabisa naweza nikasema baada ya sakramenti ya komunyo tuna ile programu ambayo ya kuendelea nao kuwafundisha ili watoto wale ambao wamepata komunyo ya kwanza wasitoke kabisa, wasiache kutafakari juu ya maisha yao na kulingana na ile sakramenti ambayo wameipokea. Na pia baada ya kipaimara tuna mikakati mbalimbali kutembea nao ili wasipotee kabisa, kwa sababu huwa mara nyingi watoto wakipata kipaimara wengine wanaacha kusali, wengine wanasahau tu kabisa na kuja kanisani. Hivyo basi hata kwenda kwenye majumuiya wanasahau. Lakini hapa parokia tumeanzisha ratiba na ya wenyewe ya kuwafundisha hata baada ya kipaimara. Kulingana na experience ambayo niliyoipata tangu nifike hapa parokia ya Yohana Mbatizaji Msongola, nilipofika tu kabisa tulikuwa na jumuiya ndogo ambazo zilikuwa 43, lakini katika kuendelea na huu utume na kuendelea kupokea waumini wengi ambao wanakuja katika makazi haya, jumuiya ndogo kwa kweli zimekuwa nyingi, ambazo hapa parokia kwa sasa hivi tuna jumuiya 62 ambayo inaonyesha kwa kweli kwamba makuzi ya jumuiya ndogo yanaendelea vizuri. Na pia kama nilivyosema mwanzoni kabisa ni kwamba jumuiya ndogo tunawafikia kwa kufata ile ratiba ambayo inaongozwa na parokia. Tunawapelekea, tunawatembelea, kwanza kabisa tunatembea hizi kaya, tunaenda na familia kwa familia, tunawauliza changamoto, kama kuna changamoto ya kifamilia, na kuwauliza zile statistics kujua, je, ile familia au ile kaya imeshafunga ndoa, watoto wangapi ambao wamebatiza, na katika ngazi ya jumuiya kuna changamoto gani, na ngazi ya parokia kuna changamoto gani. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo tunafikia kama jumuiya kwa jumuiya hili kutatua hizo changamoto na pia kuwaelimisha, kuwapatia maisha ya kiroho. Kwa kweli kuna changamoto, tukienda kwenye jumuiya nyingi za hapa parokia, wakina baba mwitikio wao umekuwa ni mdogo sana, na ukiuliza changamoto nyingi ni kwamba mababa wanaenda kutafuta. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwamba asubuhi mapema wanaamka na kuenda kutafuta. Kwa hiyo unakuta tu kwenye jumuiya kumejaa WAWATA na vijana, mababa wawaka wameenda kutafuta. Lakini kwa namna hii ya kuwatembelea, tunawaambia, tunawapatia somo kwamba unaweza ukamaliza jumuiya alafu baadaye ndio naenda kufanya hayo mambo ya kutafuta. Okay. Ndio. Umeniambia baba umetoka nchini Zambia? Nimetoka nchini Zambia. Aha. Zambia vipi? Kina baba nao wanajivutavuta kama huku kwenye shughuli mbalimbali za kitume, ama hadi iko vipi kule? Kule Zambia kwa kweli inategemea na eneo. Okay. Kama
watu ambao wanatokea kwenye eneo ambalo ni la busy sana, ambako na kwenyewe kuna hizo sababu ambazo za kusema kwamba tunatafuta. Kwa hiyo unakuta kwamba watu kule na wenyewe kwenye jumuiya hawaonekane wengi sana, lakini katika WAWATA, upande wa WAWATA kwa kweli wako vizuri, na vijana hata hawa watoto na wenyewe wanapatikana kwenye hizi jumuiya ndogo ndogo. Lakini ukienda kwenye parokia ambazo ni za vijijini, unakuta kwamba watu wote wanakuja kufanya kusali pamoja kama jumuiya, pamoja na shughuli mbalimbali za vyama vya kitume. Okay. Ndio. Changamoto hazikosekani Msongola. Ndio. Kuzifahamu. Changamoto ambazo ziliopo hapa, kwanza kabisa tunaendelea kuikuza parokia kwa njia ya kama mlivyoona tuna ujenzi. Kwa hiyo hii parokia ilivyoanza ilikuwa na changamoto ya kanisa. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo sasa inasababisha kwamba waumini wajitoe sana, kwa sababu kanisa ambalo liopo hapa ni ndogo sana, unakuta kwamba limejaa. Kwa hiyo watu hawawezi kuingia, hawawezi kuenea, ambayo imewavutia sasa kwamba bora tujenge kanisa kubwa. Alafu changamoto nyingine ambayo ipo ni kama vile ambavyo nimesema kwenye jumuiya, baadhi ya waumini hawasali misa, hawaji kwenye misa, wanaishia tu huko manyumbani. Kwa hiyo tunaona kwamba ni changamoto na yenyewe ambayo kila muumini inapaswa kwamba Jumapili angalau haje afanye misa takatifu, lakini tunaona kwamba wengine baadhi yao wanabaki manyumbani. Okay. Ndio. Una wito gani kwa waamini wa Msongola B? Mimi wito kwa waumini wa Msongola B ni kwamba ni waombe tu wote waumini wa parokia yetu kwamba tuwe watu wa kuitika katika mambo ya kiimani na kufanya kazi pamoja na kupendana kama ambavyo Yesu Kristo mwenyewe anatufundisha kwamba tupendane ndani ya parokia. Si parokia tu, hata kwenye jumuiya tupendane kabisa, ili mambo yote ya kiparokia yaende vizuri. Na pia ni waombe tu kwamba ushiriki kwenye jumuiya, ngazi ya jumuiya na ngazi ya parokia, sana sana wakina baba, na waomba kwamba tushiriki, kwa sababu huku ndo ambako tunapata ukombozi. Kwa majina naitwa Padre Maxwell Chali, ni mzaliwa wa Zambia. Nilizaliwa mwaka 93 na ni mtoto wa mwisho kati ya watoto 7. Mtoto wa mwisho? Ndiyo, mtoto wa mwisho. Ndiyo, kabisa. Unaona deka baba? Sio sana kwa sababu katika maisha yangu sijakaa sana na wazazi, kwa hiyo sideke sana vile. Ndiyo. Okay. Na baada ya hapo nilipata sakramenti mbalimbali nikiwa mtoto. Lakini nilianza masomo kule kwetu Zambia katika mji wa Kasama. Nilipopata shule ya msingi, baada ya kumaliza darasa la 7, basi nilichaguliwa kwenda kwenye shule ambayo inaitwa Kasama Boys, kwa sababu nimetokea kule Kasama. Na baada ya kuingia form 1, basi nikaanza kusoma, lakini katika kipindi kile ambapo nilikuwa kwenye darasa la 7 nilikuwa natamani sana kuwa padre. Nilikuwa natamani kwa sababu tamanio langu lilikuwa jinsi ambavyo nilikuwa mtumishi wa altare. Basi nilikuwa napenda tu kuona padre ambavyo amevaa kanzu, ambavyo anafanya misa takatifu. Basi nilikuwa natamani sana kwamba siku moja niwe padre. Basi nilikuwa nasoma kwa bidii kwamba na mimi siku moja, kwa sababu niliambiwa kwamba ili uwe padre ilibidi umalize shule
Kwa hiyo nikasoma, kwa kumaliza nikajitahidi nikasoma. Na baada ya kumaliza form 2 nilichaguliwa tena pale pale kwenye shule, kwa sababu baada ya form 2 tunaandika mitihani. Na nilivyofaulu basi nikaendelea pale pale ile shule ya sekondari ya Kasama Boys. Baada ya kumaliza wito ule ambao nilikuwa nao mwanzoni kabisa ulikuwa umepotea. Nikaanza kuona watu wanaendesha magari, watu wanafanya kazi, basi na mimi nikaanza kutamani kwamba siku moja na mimi nifanye kazi. Basi nikaitwa na kaka yangu. Nikatoka kwenye ile sehemu ambayo nilikuwa nakaa na wazazi wangu, nikaenda sehemu ambayo inaitwa Mazabuka, iko kusini mwa Zambia. Basi nilivyoenda kule kusini mwa Zambia, nikaanza na kukaa na kaka yangu. Kaka yangu naye alikuwa ananishauri kwamba yani wewe fanya tu kazi. Basi wakati nasubiria na matokeo. Basi baada ya kumpatia yale matokeo, kaka yangu akasema nenda uchukue matokeo. Nikaenda nikachukua matokeo, na kwa bahati nzuri nilifanya vizuri. Basi kaka akaniambia kwamba basi wewe tutakupeleka kwenye chuo ili na wewe baadaye uanze kufanya kazi. Kwa hiyo akaniuliza ni kazi gani ambayo unaitamani? Nikasema mimi natamani kuwa mwalimu. Akasema okay, sawa, basi tutafanya hivyo. Wakati huo wito ushaweka pembeni? Wito nishauweka pembeni, sifikirie hata kidogo. Basi baada ya hapo kilichotokea ni kwamba nikakaa mwaka mzima, na baadaye nikaja nikatafakari. Nikasema kwamba kwa kweli mwanzoni nilikuwa na wito wa kuwa padre. Kwa hiyo ni vizuri sana labda nijaribu. Nilisema kwamba ngoja nijaribu. Siku moja nikamwambia kaka yangu yule ambao nilikuwa nakaa naye kwamba kaka, mimi naona kwamba ni vizuri nirudi nyumbani. Nirudi nyumbani kwa sababu natamani niwe padre. Kaka yangu alishangaa kwamba imekuwaje? Yani muda wote tunaongea kuhusu mambo ya kazi na kupeleka chuoni. Basi akasema basi kama Mwenyezi Mungu amekuita unaweza ukafanyaje ukaenda. Nilivyoenda nyumbani nikawaambia wazazi, japo wazazi kidogo walisema kwamba mbona umechelewa, umetuambia ghafla vipi? Kwa hiyo ikawa namna hiyo. Wazazi uzuri wakanikubalia wote wawili. Walivyonikubalia wote wawili nikaomba. Niliomba kwenye shirika ambalo linaitwa Oblets. Huko Zambia. Walivyotuita kwenye ile inaitwa Command C, tukaenda kule, lakini tulikuwa watu wengi ambao walikuwa wanatamani kuwa mapadre. Raundi ya kwanza tulikuwa kama 36. Alafu kulikuwa raundi ya pili na wenyewe walikuwa 30. Na raundi ya tatu walikuwa 20. Lakini kwa bahati mbaya walikuwa wanachukua watu 5 tu. Kwa hiyo ilivyotokea kule, tulivyokuwa kule, mmoja wao akatupatia email address ya mkurugenzi wa mito wa shirika ili ambalo niliopo. Akasema kwamba kuna pia padre anaitwa Padre Kefas Mbanga ambaye ndo paroko wa hapa. Kwa hiyo alivyonipatia, tulivyopata zile contacts, baadaye tulienda manyumbani na majina. Kwa bahati mbaya jina langu alikuwepo kabisa. Nikaanza kukata tamaa kidogo. Nikasema hivi, kwa sababu hawajanichukua basi labda nirudi kule ambako nilikuwa kwamba nifanye kazi. Basi ikatokea hivyo, lakini huku najaribu kumpigia Padre Kefas ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa mito, na akapokea vizuri
na uzuri ilikuwa ni kwamba yeye ni mzaliwa wa Zambia. Kwa hiyo aliniahidi kwamba nitakapokuja kwenye likizo basi na mimi nitakuja kukutembelea. Na kwa bahati nzuri alikuja, akanielekeza vya kufanya. Basi alivyonielekeza vya kufanya, nikafuatilia kila kitu. Na 2014 basi wakatwita rasmi kujiunga na shirika la Stigmatini ambalo ni madonda matano ya Yesu Kristo. Baada ya kujiunga, tulialikwa kuja kwenye Command C ambayo inafanyika pale Morogoro seminarini. Nilivyokuja kwenye ile Command C, tulijua tu kwamba ile Command C ile itachukua muda. Itachukua tu labda miezi mitano, lakini pale baada ya kumaliza ile programu ya Command C wakatuambia kwamba mnaanza falsafa. Basi tuka apply na tukaanza falsafa katika chuo kikuu cha Jordan University. Ulikuwa pale Jordan? Ndio. Basi baada ya kumaliza falsafa tuliambiwa kwamba tuende postulanti. Tuka apply, tukaingia postulanti. Baada ya kumaliza ile postulanti tukaenda novitiate kwa mwaka mmoja. Huu mwaka mmoja tulifanyia huku Botswana tukakaa mwaka mmoja, na baada ya kumaliza mwaka mmoja tukafunga nadhiri zile za kwanza. Baada ya kumaliza zile nadhiri za kwanza wakaturudisha huku Tanzania tena pale Morogoro Jordan University. Basi nikamaliza pale Jordan University miaka 4 ya theolojia. Baada ya kumaliza miaka 4 basi katika shirika kuna kufunga nadhiri za daima. Nikaomba kufunga nadhiri za daima, na uzuri wakatukubali kwamba tufunge nadhiri za daima, ambapo tulifunga nadhiri za daima pale Morogoro. Na baada ilikuwa ni 2021. Baada ya kufunga nadhiri za daima, basi nilitumwa kwenye parokia ambayo iko Msorwa. Yes. Ndio. Nilivyokuwa kule, basi wakatuambia tuandike mabarua tena ya kuwa mashemasi. Mwaka gani hiyo? Mwaka 2021. Ndio. Baada ya kuandika hayo mabarua, kwa bahati nzuri wakatukubali kwamba tuwe mashemasi, na tarehe ilipangwa na ilifanikia nyumba ya malezi pale Morogoro, ambayo ni mwaka 2021 hiyo tarehe 9 Disemba. Basi nikawa shemasi. Pia baada ya kuwa shemasi nilipangiwa kwenda kurudi kule Msorwa, kufanya utume kwa miezi 6. Baada ya kufanya ile miezi 6 basi tuliambiwa, kwa sababu kwenye kundi tulikuwa wawili, tuliambiwa kwamba tuandike mabarua ya kuomba upadre. Katika kuomba upadre tukaomba upadre, japo baadaye wakaja wakasema kwamba ngoja tutawajibu. Kwa hiyo tukawa na wasiwasi, inakuwaje. Lakini kwa bahati nzuri wakaja wakatujibu kwamba upadre mmekubaliwa, mtafanya upadrisho wenu parokia ya Josephina Bakita Mtoni, Dar es Salaam. Ndio. Basi na hiyo tarehe ilifika, ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 5, mwezi wa Mei. Basi tukaodeniwa pale na baba askofu msaidizi Enili Mchamungu. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza kupadirishwa na baba askofu msaidizi Enili Mchamungu pale. Kwa hiyo ndo safari yangu kidogo. Unaonaje maisha ya upadri lakini?
Kwa kweli maisha ya upadre nayaona vizuri, yako vizuri kwa sababu ni wito kama nilivyosema, ni wito ambao unatakiwa uitike wewe mwenyewe kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi naona vizuri kwamba kuwatumikia watu wa Mungu ni kitu kizuri sana, kuwasaidia kukua katika maisha ya kiroho ni kitu kizuri. Kwa hiyo upadre wangu mimi nauona unaenda vizuri na nafurahi sana kwamba niko katika hili daraja takatifu la upadre. Okay. Umepita parokia ngapi tangu uwe padri na parokia gani unaikumbuka zaidi? Tangu niwe padre nimepita parokia mbili, na parokia ya kwanza kabisa baada ya upadre baada ya ile daraja takatifu nilipangiwa kufanya kazi Malawi. Okay. Jimbo la Zomba. Nimefanya kazi kule kwa takriban mwaka mmoja na miezi mitano. Alafu baadaye ndo nikapangiwa kuja huku Tanzania katika parokia ya Yohana Mbatizaji Msongola B. Sasa kulingana na ile swali ambalo umeniuliza ni parokia gani ambao naikumbuka, kwa kweli mimi nakumbuka parokia ya kwanza kabisa ya Malawi kwa sababu hiyo ndo historia. Manake nimepita tu parokia moja, manake kule ndo sehemu ambako nilianzia utume. Kwa hiyo naikumbuka vizuri sana. Vikwazo gani vya uinjilishaji unakutana navyo? Kwa kweli kwa sasa sione vikwazo sana. Ndio, sione vikwazo ambavyo vinaweza vikanikwaza. Ndio. Ni miaka mingapi upadre? Miwili, mitatu? Hapana, tarehe 14 mwezi huu natimiza miaka 4 ya upadre. Miaka 4 ya upadre. Kwako ni nini miaka 4 ya upadre? Kwangu miaka 4 ya upadre naona ni zawadi kubwa sana. Zawadi kwa kanisa na zawadi kwa wanaparokia ambao nawatumikia wote, kwa sababu hii miaka 4 inanifundisha vitu vingi sana. Inanifundisha kwanza, lazima katika utume wangu lazima niwe mnyenyekevu, kwa sababu nimekuja kuwatumikia, si kwamba waumini wanitumikie mimi, hapana. Kwa hiyo najifunza katika hii miaka 4 kwamba katika utumishi wangu mimi lazima niwe mnyenyekevu, mtu mwenye upendo na furaha. Ndio. Usingekuwa padre ungekuwa nani Father? Kama nilivyosema, nisingekuwa padre ningekuwa mwalimu. Kwa sababu nilisema mwanzoni kwamba nilimwambia kaka yangu kwamba ninatamani niwe mwalimu. Kwa hiyo ningekuwa mwalimu, nisingekuwa padre ningekuwa mwalimu. Okay. Watu wako wa nguvu watatu katika safari yako ya utume? Watu wangu watatu wa nguvu katika safari yangu kabisa ni mama na baba, ambayo mama na baba. Alafu watatu ni anaitwa Padre Crispin Mkuka, ambaye sasa alikuwa ananihimiza kila muda, alikuwa ananiambia, Father, utakuwa, kipindi kile nilikuwa tu muumini, alikuwa ananiita, Maxi, utamaliza wewe, yani wewe ingia tu. Alikuwa ananitia moyo. Kwa hiyo nilivyojiunga alikuwa anatembea na mimi kwenye safari, kama kuna changamoto niambie. Kwa hiyo ni moja wa watu wenye nguvu sana katika wito wangu. Aha, unamshauri nini kijana ambaye anatamani kuwa padri? Mimi namshauri kijana ambaye anatamani kuwa padre kwamba ni vizuri, kama una wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu usikate tamaa. Wewe kijana ambaye unataka kumtumikia Mwenyezi Mungu, sikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu, umtumikie Mwenyezi Mungu na uchague ni maisha gani ambayo utaingia. Ni maisha ya wanajimbo au maisha ya utawa.
wema wa Mungu, ulimi wangu ugandamane na kakala kinywa changu. Ijue parokia inafika tamati hapa katika kanisa la mwanzo kabisa la Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mchongora B, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na hii ni kwaya Bikira Maria wa Fatima, kwaya ya vijana wakiwa mazoezini. Basi na mimi napata burudani kabisa, si unajua kuimba ni raha sana. Mimi nikutakia mtazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Shukrani kwa uongozi wa parokia na wenzangu wote ambao wamefanikisha Ijue parokia hii kukufikia hapo ulipo. Mary binti wa Yuda, tukutane Jumamosi.